2 Corinthians chapter 12, verse 9. 2 Corinthians chapter 12, Verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Rudia tena. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Okay, anza verse 1. Kuna kitu nataka tu connect na hiyo verse 9. Anza verse 1 up to 8. Verse 1, I must go on boasting, although there is nothing to gain. I will go on visions and revelations with the Lord. 2, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. 3, and I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows. 4, was caught up to paradise. Here, inexpressible things that the man is not permitted to tell. 5, I will boast about a man like that, but I will not boast about myself, except about my weaknesses. 6, even if I should choose to boast, I will not be a fool, because I will speak the truth. I refrain, so no one will think more of me than is warranted by what I do or say. 7, to keep me from becoming conceited because of this surpassingly great revelation that was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 8, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. 9, but he said to me, 9 will so. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we just want to thank you for this hour. Thank you for your people. Thank you for your word. Lord, as I speak your word, I pray, everlasting Father, use me as we. Holy Spirit, minister to your people. Speak to them. I pray, everlasting Father, for a deep revelation in your word. Jehovah God, give me the grace, give me the utterance. As I speak your oracles, Holy Spirit, just have your way. Use me as you will. Bless your people, bless your word. In Jesus' name, we pray and believe. Amen. Just like what I've said, I want to leave this topic, the grace. We have heard concerning the grace of God. We have heard people say, follow the grace I can. I am one of those people who is after pursuing a certain grace which I see is working. And that's why I've been also telling you here, the kind of the grace I carry. Pursue it, follow it, because it will bear fruits or results. We want to look at the definition of the word, the grace or grace. The grace or grace means God's unmerited favor. God's unmerited favor. It is a favor released over your life, which you and me will never deserve. So it is unmerited favor. Unmerited. U-N-M-E-R-I-T-E-D. Unmerited favor. It is something
you and me, we never want to fall. And so, when we are dealing with the word or with the topic grace, it means you are being favored by God. The salvation you receive, the salvation I received from God, you and me, we never deserve it. And so, it was through the grace ilikuwa kupitia kwa neema ukaokoka na nikaokoka. We never deserved it, but it was through the mercies of God. You got saved and also I got saved. Your survival in this life, my survival in this life, it is by the grace of God. We don't deserve it. It is by the mercies of God that we are alive even today. So when we speak about grace, it means unmerited favor. A favor you never deserve. Favor I never deserve in this life. And so when the grace of God is upon your life, you will enjoy things you never deserve in this life. Things which other people will be struggling to get. But because the grace of God is over your life, achieving them and also getting them, it will be very easy for you and me in this life. Na ndio nakuta watu wengine wanasema na fulani wana. Another definition of the word grace. It also means God's enabling power. God's enabling power. Nguvu zake Mungu ambazo zinakuwezesha kufanya mambo ama kutenda jambo katika maisha haya. Na unakuta kama mtu amebeba neema, wacha nikwambie ndugu yangu, dada yangu, kuna mambo atafanya bila kung'ang'ana. Let me tell you, grace will work wonders in your life. When the grace of God is at work in your life, sometimes struggle becomes a thing of the past. When people will be struggling, you will not struggle in that area. The grace will work on your behalf. And that's why I pray that God will release grace over your life, the enabling power of God to work on your behalf in this life. Amen. When people will be crying about the economy, when people will be complaining, when people will be lamenting because of economic crisis, the grace will work for you. The favor of God will be over your life, and it will ease things over or in your life in our generation. Itarahisisha mambo. Wakati watu wanalalamika, itakurahisishia mambo. Mimi hata petroli ifike 500, sitapaki gari yangu nyumbani. Why? I know what I carry. Naona Collins ananiangalia. Ni kweli. That is a fact. I'm not trying maybe to brag around. But let me tell you, the enabling power of God in my life, and that is the grace of God, because I know it is at work. It will make a way for me. Mahali ambapo hakuna njia. It is through
makes you and me to be accepted in the family of God in this life. Whereby you and me, we didn't deserve it. What you have, what you possess, it is by the grace of God. When you sing here and people are blessed, bear in mind, it is the grace at work. Sifike mahali waanze kujipigia, kujigonga kifua. Sema mimi nisipoimba watu hawezi kubarikiwa. Nisipohubiri watu hawezi kubarikiwa. Nisipofanya ABCD kitu fulani hakiwezi kutendeka. It is the grace which is making you and me to be the way we are in this life. And it doesn't mean you are special or I am special more than others. It is by the grace of God. Hiyo shida inafika wakati tukishafaulu katika maisha haya, watu wanaanza kujigonga vifua. Sikia mwingine anasema huyu alilala. By the time aliamka sisi tulikuwa tumeenda. Hakuna kulala. Kuna watu ambao watanikwambia wako na good ideas hata za biashara, good ideas za kufanya mambo, lakini hawafaulu kimaisha. Nataka sasa kukuletea example vizuri. Hao watu ambao wanakuta sana kama wale wanafanya kazi huduma, hao watu wanaamka saa 9 usiku kwenda kubeba mizigo, na watabeba mizigo hiyo wakati wote, mchana wabebe mizigo, na utakuta watakuwa wanalala late hours. Lakini ukiangalia unaona huyu mtu hata ndio aweze kupata kile ambacho anakipata, there is a lot of struggle. Na kuna watu ambao nakuta yeye ataamka saa 1 ama saa 2 ende biashara yake, na by the time inafika jioni, that person has made profit ya thousands or millions without much struggle. But when the grace of God will be upon your life, itasababisha utaweza kuwa na sweatless labor. Hautachoka kisambuli ya watu wengine ndio waweze kusurvive katika maisha haya. Enda kwa supermarket zingine, enda kwa Naivas hapa juu, na huwa ninaenda kufanya shopping. Unakuta mtu amejaza troli 2 ya msukumo, imejaa vitu, imejaa troli ngapi? 2, na sio tishu moja nawekwa hapo, nili ya 10 pack, na zile ambazo nakuta hiyo 10 pack ni ya shilingi 500 mpaka 600. Na economy iko vile ambavyo iko. And I want to tell young people in this life, because of the grace, these people, they don't know what is struggle. They don't know uchumi inasema nini. Why? Because the grace is at work in their lives. When the grace of God will be at work in your life, itakurahisishia mambo katika maisha. Mambo yakosa kuwa rahisi almost kwa sababu neema haiko.
itakurahisishia. Kama ni chakula itakurahisishia, haitakuwa it is from hand to mouth. Itasababisha leo ukisikia utakula samaki utanunua, kesho ukisikia utakula poko, wale ambao wanakula utanunua, siku ingine ukisikia utanunua kitu fulani. Why? Because the grace of God is at work. Wow, it is the enabling power of God at work in your life. It enables you to acquire and also get things without much struggle in this life. Watu wanalia economy. Ukiangalia sasa mtu kama Dr. Bora sasa amehama Nakuru. He has just left a very big church in Nakuru. TV station, shule huko. Amekuja huko Nairobi na ameweza kununua building ya 150 million. Na watu wanalia uchumi. Ubiri wamekaa Nairobi miaka nenda rudi, hawajaweza kuafford kitu kama hiyo. Why? The grace. Pursue the grace. And that's why wakati ambapo Elijah alikuta Elisha, aliambia Elisha nifuate, na akamrushia the mantle which he had. That mantle was representing the grace which Elijah was carrying. Na kwa hivyo akaweza kutupia Elijah hiyo mantle, na baada ya kumrushia hiyo vazi, Elisha akaweza kufuata. What happened? Elisha was able to perform 32 miracles compared to Elijah, who performed 16 miracles. Double the number. Why? The grace was at work. It was manifested even when Elisha had died. Baada ya kutupwa kwenye kaburi na kutoka na bandits ambao waliweza kuvamia sehemu fulani, kuna jamaa ambaye alikuwa anaenda kuzika na akaona huyu jamaa tuweze kuzika. Group ya bandits imetupata. What they did, they decided to throw the body of that dead man over the bed of Elisha. What happened? Alifufuka. Immediately hiyo mwili iliangukia mwili wa Elisha, akafufuka. Grace at work. Amekufa, but the grace of God was still at work in the life of Elisha. Ajabu akafufuka. Wacha nikwambie, neema ikiwa inafanya kazi, na sio kumaanisha Nairobi kama huyo mhubiri Dr. Orako, hakuna wahubiri ambao ni wakubwa, lakini there is a unique grace, there is a special grace ambayo unakuta iko ndani yake na ambayo inamsababisha kuweza kuacquire vitu without struggle. May the grace of God locate you in the name of Jesus. May the grace of God cause you to move to the next level without struggle in this life. Jiulize, mtu anaenda kununua building ya 150 million. Mwingine hapa move kanisa imeshirikana. Unaweza fika mahali mpaka waanze kujiuliza, kwani huyu Mungu ni Mungu wa kuonea watu? Ni Mungu wa mapendeleo? Ni Mungu ambaye ako namna gani? Sio wa mapendeleo, ni neema.
ikishaanza kufanya kazi ndani ya maisha ya mtu, italeta mabadiliko kubwa sana. Na ndio mnakuta hata sisi hapa kupata vitu sio mitambo ya kuhubiria ama nini, hakuna kung'ang'ana. Unakuta kuna watu hata kuraise shilingi 10,000 ya kununua kitu fulani inakuwa ni balaa. Wengine mpaka kulipa rent ya 2,000 ama 3,000 inakuwa ni kibarua. Na huko watu wananunua majengo ya kuweka kanisa ya milioni 150. Na kuna mtu rent ya kanisa 5,000 inawashinda umoshi. Sasa utasema watu si watasema hii ni Mungu ambaye anawapendelea. Ni neema. Ni neema. Na kile mimi nitawachallenge katika maisha haya, ni vizuri kugundua neema ambayo inafanya kazi ndani ya maisha ya mtu. Na sijui kama watu washajiuliza ni kwa nini stika ile ambayo inakuanga imeangalia hapa ya Dr. Oracle. I am a follower of that man of God because of the grace he carries. And I've seen it working for me and my family and also for this ministry. Na shida ile hapo unakuta tuko naye, hatuko tayari kuweza kuidentify ni neema gani ambayo inafanya kazi ndani ya mtu fulani. Hilo wakati nilianza kufuata hiyo neema, ilianza kufanya kazi. When people were crying during the corona time, that is 2020, hiyo ni wakati ambapo nilipata ile gari. Na nikufuata tu neema na ninajiconnect na hiyo neema. Wakati ambapo utatambua ni neema ya aina gani inafanya kazi ndani ya mtu fulani, na kusii kimbizana na hiyo neema, it will work out for you. It will work out. It will work out. Wakati tulikuwa tunashughulika na hapa, when the going became very tough, God spoke to me. Kile unahitajika kufanya, carry a sacrifice ya kuweza ku-unlock na kuweza kusababisha Mungu aachilie angels wake waweze kupigana vita kulingana na ile mambo ilikuwa inafanyika. And that is what we did. And after 3 weeks there was a turnaround, a very big turnaround ya mlango wa kifedha kufunguka. So identify the grace, connect yourself to the grace and allow that grace to work for you. Najua naweza ongea hivyo, wengine wanashindwa leo mtu gani anaongea. I pray ya kwa Mungu ataweza kufungua macho na weza kusaidia ukaweza kuelewa kile ambacho ninaelezea. Na watu wanafikiria kabla mtu anaanza na mambo makubwa. Begin small. Begin where you are. Continue connecting yourself. Na ndio utakuta most of the Thursdays, sababu sasa hapo huko na anakuwa na deliverance service. Utanikuta ninaenda, ninakaa chini, anahubiri, anafunza,
unakuta inaendelea kufanyia kazi. You can't have the grace without contacting the grace kind. Are you getting my point? You can't contact the grace without contacting the grace kind. Kuna mchungaji wakati nilinunua gari alikuja akaniambia, leo nataka unipatie hii gari yako nishinde tu naye siku hiyo yote, the whole day, nibebe hiyo neema. Sasa huyu elewe ni nini anaongea. Nataka kukupatia gari ushinde naye, lakini haujaweza kucontact your grace vile inahitajika. And that's why unakuta Elisha baada ya kuishiwa wazi hakutulia hapo, alifuata Elijah. Nayo sasa ni kumaanisha ni kufuata neema pale ambapo, na ndio unakuta wakati ambapo Elijah alikuwa apae mbinguni, alienda akafika mahali pa kwanza, akakuta the sons of the prophet, wakamwambia, do you know your master is going? Akawaambia, ninajua. Wakamwambia, wewe rudi tu, huyu jamani kwenda naye. Akasema hapana. Akasonga tena mahali pengine, akakuta kikundi kingine. Ilikuwa ni declaration ngapi? 3. And what happened? Ni mahala pa mwisho ilikuwa ni River Jordan. Elijah akapanda akagonga maji ikatawanyika, kaenda na mwele ingine, Elisha akamfuata mpaka wakati Elijah alimwambia, unataka nikufanyie nini kabla niende? Na alikuwa amezuiliwa na the sons of the prophet. Akasema, ninataka nibebe double portion of the anointing. Kaambia, wakati utaniona nikipanda nikienda mbinguni utapokea. Na wakati ambapo alikuwa anapaa, vazi la Elijah likamwangukia. Elijah hakuenda na hiyo vazi, Elijah hakuenda na hiyo neema, Elijah hakuenda na hiyo upako, ilibaki na ikamwangukia Elisha. And the first miracle ambayo ilifanyika, hiyo vazi ambayo ilitoka kwa Elijah na ikamwangukia Elisha, ndio alitumia kuweza kugonga maji na ikatawanyika ya River Jordan, na akavuka akaenda ng'ambo ile nyingine mahali ambapo alikuwa ametoka. Be determined to pursue the grace, to follow the grace until you get what God wants you to receive from the grace God. And that's why Elisha was able to perform 32 miracles compared to Elijah. Why? He got double portion. And to add on top of that, the mantle of the grace which was over the life of Elijah fell upon Elisha, na ikaweza kumsababisha akaweza kufanya miujiza ambayo ilikuwa ni extraordinary. May God help us in this life. Identify the grace, follow the grace, pursue the grace, and connect yourself to the grace, and it will work for you. Begin small where you are. Mimi ni miaka nyingi nilikuwa ninaomba, ninaambia Mungu, ninataka neema
tufuate neema. Bishop ambaye alikuwa hapa ni yule ambaye amenilea, lakini the kind of the grace ambaye iko ndani yake, na sio nisiseme ninamdharau ama ninaongea ubaya wowote kuhusu, haiko tu. Na mimi nilikuwa hapo ninataka neema, sababu ninajua neema ambayo ninabeba. Nilikuwa nataka neema ambayo iko juu zaidi, iweze kunifikisha mahali ambapo Mungu anataka nikaweze kufika. And it took so many years. And I pray she can tell you, jaribu hii neema ifanye, hii neema ifanye, hii ifanye, hii ifanye, mpaka ile wakati ambapo Mungu aliweza kutusaidia kuweza kuconduct the grace which the man of God, that is Dr. Olamu, is carrying. And it has worked for us. Muda mfupi sana, we have seen big changes and also mambo tofauti na makubwa zaidi yakifanyika. Kwa hivyo wewe ambaye uko hapa, ni vizuri ukaweze kujiunganisha na ile neema ambayo tunaweza kubeba, ili ufike mbali kihuduma,